Jehova, ni asante Bwana, ni asante Mungu mwenye uwezo, ni asante mtakatifu wa Israeli, katika jina la Yesu Kristo. Ningependa tu uchukue dakika 5, kumbuka tu ujenzi, huambia tu Mungu akatubariki na fedha tukamjenge, tukaweza kumaliza hekalu hili katika jina la Yesu. Kuambia tu Mungu jambo kwa ajili ya mjengo huu katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza Bwana breakthrough ya ajabu, tunatangaza tu breakthrough ya ajabu Bwana, kwa maana wewe ndiye Mungu. Ni asante mfalme wa amani, ni asante Mungu mwenye uwezo. Umbali huu tumefika Bwana, tumekuona. Umbali huu tumefika, tunasimama kama ushuhuda. Umbali huu tumefika, tunakiri na vinywa vyetu kwamba ni wewe Mungu. Pokea sifa, utukufu na heshima, kwa maana wewe ni Mungu wetu. Ni asante Bwana wa majeshi, uinuliwe na uabudiwe, kwa maana wewe ni muweza yote. Hakuna wa kulinganishwa na wewe. Wewe ni Mungu wa kipekee, na ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai tunaomba na hata kuamini, na mtu aseme amen. Amen, amen. Ningependa tusome katika miguu yako tunapokaribisha mtumishi wa Mungu katika ibada ya Bible study. Piga tu makofi yako, just appreciate the man of God katika jina la Yesu Kristo. Furahia tu asubuhi ya leo kwa utukufu wa jina lake. Amen, amen. Hallelujah. We worship you, Lord. Sana Yesu, asante sana Yesu, asante sana Yesu moyoni mwangu, asante sana Yesu, asante sana Yesu, asante sana Yesu moyoni, asante sana Yesu, asante sana, asante sana Yesu moyoni mwangu, asante sana Yesu, asante sana Yesu, asante sana Yesu moyoni. nakupenda Yesu, Nakupenda Yesu moyoni mwangu, ninakupenda Yesu, ninakupenda Yesu, nakupenda Yesu moyoni. haleluya Yesu, Haleluya Yesu moyoni mwangu, ni haleluya Yesu, ni haleluya Yesu, ni haleluya Yesu moyoni. Baba, ninasema ni asante kwa sababu wewe ni Mungu uweza wa yote. Jina lako ni ngome imara, wenye haki wanapolikimbilia na kuwa salama. Mwokozi, tunyenyekea mbele zako. Sisi ni wanadamu Jehova, viumbe vyako ulivyoumba Bwana, unatupulizia hewa na ukatupatia mamlaka ya kuweza kuishi dunia hii. Siku ya leo Bwana, napo mbele zako napolitia jina lako Yesu Kristo, naomba tu Bwana ukatakaze, naomba tu Bwana ukatuoshe kwa damu yako takatifu. Mungu mtakatifu Jehova, ukamwambia Yeremia kwa mfalme, naenda kuweka neno lako, neno langu ndani ya mdomo yako, na utalinena kuweza kuleta ukombozi katika nchi ya Israeli. Baba mtakatifu, nitumie kama chombo asubuhi ya leo ya kuweza kupata sauti yako, ya kuweza kunena mausia yako Jehova, kwa sababu wewe ni Mungu. Nakataa na kuharibu kila mipango yote ya Mungu Shetani, na vunja na kulaani kila aina yote ya majenti, nguvu zote
giza ambazo zimeletwa mahali hapa kuja kuharibu ibada zetu asubuhi ya leo, naziharibu na kuzikataa katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu na kuna mwingine aliye kama wewe. Baba mtakatifu, kama sio wewe Baba, sisi hatuko. Kama sio nguvu zako Bwana, sisi hatuko Jehova. Kama sio uwepo wako Bwana, basi ufanya kazi bure mahali hapa. Kwa pamoja nasi tuonekane mshinie Jehova. Asante Bwana majeshi. Katika jina la Yesu Bwana kushukuru. Amen. Thank you Jesus. Hallelujah. Tunamshukuru Bwana kwa sababu ya asubuhi ya leo. Amekuwa mwema katika maisha yangu. Na niko na matumaini kwamba hata wewe amekuwa mwema katika maisha yako. Siku zote mwanadamu, Mungu anaweza akaishi bila mwanadamu, lakini mwanadamu hawezi akaishi bila Mungu. Kwa sababu pasipo na Mungu hakuna mwanadamu. Kwa sababu Mungu ndiye aliamua akasema kwamba nawacha nikatume viumbe vyangu wakakuja ulimwenguni ili kupitia kwayo nikakuwe na ushirika na uhusiano wa karibu na viumbe ambao vinanifananisha. Kwa hivyo asubuhi ya leo tuendapo kushiriki neno la Mungu, ninawakaribisha tu wapendwa, ili tukaweze tukanenda pamoja katika jina la Yesu. Amen. Sema amen. Kwa hivyo tuendapo kuanza Bible study yetu ya Sunday ya leo, najua kwamba yale ambayo tunaweza kunena yatakuwa ya manufaa na ya baraka katika moyo wako na katika maisha yako. Kwa hivyo siku ya leo, the topic that I'm going to discuss today is about born after the nature of God. Hiyo ndio kichwa cha ujumbe changu asubuhi ya leo, kwamba kuzaliwa kupitia kwa asili ya Mungu. Na tunaenda kusoma in the book of John chapter 3 and verse 6. The Bible says that which is born of flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. Bwana asifiwe. Tuna upandiko inasema kwamba kile ambacho imezaliwa katika mwili ni ya mwili tu, lakini kile ambacho imezaliwa katika roho ni ya roho. Bwana asifiwe. Na ili tuweze tukaelewa hii maandiko vizuri, ya kwamba sasa itakuwaje kwamba wengine wamezaliwa katika mwili na wengine wamezaliwa katika roho. Let's go to the book of John chapter number 4. Tuende katika kitabu cha Yohana 4. Tuone kwamba basi ni nini inaendelea hapa. Ndipo maandiko yanasema kwamba wale ambao wamezaliwa katika mwili ni mwili, na wale ambao wamezaliwa katika roho ni roho. John 4:24, the Bible says, God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. So, if you are born of the spirit, it means ya kwamba wewe unafanana na Mungu, kwa sababu Biblia inasema kwamba Mungu ni roho, na mwanadamu yote ambaye anataka kumkaribia Mungu ama anataka kumwabudu Mungu ni sharti ama ni lazima awe katika roho. Bwana asifiwe. Na uwe umezaliwa katika roho ndiposa uweze ukawa kama Mungu. The Bible says in the book of Genesis chapter number 1 verses 27 ya kwamba God created man in his own image after his own likeness. So kama Mungu ni roho, kumaanisha kwamba Mungu aliumba mwanadamu kwa asili yake, ya kwamba Mungu aliumba roho ambaye anaitwa mwanadamu, na baadaye ndio akapatia mwili akaitwa human being. So kama wewe haujazaliwa ndani ya roho, kama haujazaliwa katika roho, hauwezi ukafananishwa na Mungu, ama you will never be like God, and you will never resemble the nature of God. But if you are born of the spirit, then you will resemble the nature of God. But the Bible says that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. So tunaenda kuchambua hii maandiko kiundani ili tuelewe how can somebody be born in flesh na mtu mwingine azaliwe in spirit. Bwana asifiwe. We have a story in the book of John chapter number 3 ambao tunaenda kusoma. The story about Nicodemus. John chapter number 3. The Bible says there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night, and he said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him.
Verse 3, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Verse 4, Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into the womb of his mother's womb and be born? Verse 5, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Bwana asifiwe. So tunaona kwamba hapa huyu jamaa Nikodemo, he was one of the rulers. Yeye alikuwa wale ambao walikuwa wakuu wa sinagogi pale Yerusalemu, na ilimbidi aende kwa Yesu usiku kwa sababu hawakuwa wanataka kujulikana, watu wamuone, lakini alikuwa anataka kujua ukweli ni nini, ni gani, kwa sababu alikuwa anasikia ile injili Yesu alikuwa anahubiri na hakuwa anaelewa. So the Bible says he went there by night to go and inquire. Bwana asifiwe. Na alipofika pale akauliza Yesu, kwanza alimtambua Yesu kuwa rabii. Verse 3 nasema kwamba the same came to Jesus by night and he said unto him, Rabbi, kumaanisha mwalimu, we know that thou art a teacher come from God. Kitu cha kwanza alimtambua Yesu kwamba amemtoka kwa Mungu. Bwana asifiwe. Na akampatia utukufu wake. Basi akamuuliza sasa, anasema kwamba wacha nisome kwamba we know that you are the teacher come from God and no man can do these things, that miracles that thou doest. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So Yesu Kristo akamhakikishia, akamwambia kwamba ndio ulishazaliwa, lakini sasa kuna ile kuzaliwa mara ya pili. Bwana asifiwe. Na hii ilimsumbua sana, akawa anajiuliza, sasa nitarudi tena katika tumbo ya mama yangu ndio nizaliwe mara nyingine? Then we need now to go back to the book of Genesis and understand the origin of man. Bwana asifiwe. Because unless we understand the origin of man, we can never understand what Jesus was telling Nicodemus. So if you go back to the origin of man, the Bible says ya kwamba, and let us make man in our own image and after our own likeness. Then we will make this man to be the point of contact between heaven and earth. We will make man to rule the earth as we rule in heaven. Bwana asifiwe. Today, wacha nikushangaza ya kwamba we can never have two kings in one kingdom. Bwana asifiwe. Hatuwezi tukakuwa na wafalme wawili katika falme moja. So lazima mmoja angojee mpaka mwingine. Leo katika dunia nchi ambao bado tunajua kwamba inakuwa ruled by the kings ni nchi ya Uingereza. So tuko na mama pana anaitwa Queen Elizabeth. Queen Elizabeth saizi ni miaka karibu anaelekea 100. Lakini kijana yake Prince Charles karibu afe, lakini hawezi akakuwa mfalme mpaka yule mama ile siku atakata roho. Bwana asifiwe. Kwa sababu hakuna vile tunaweza kuwa na wafalme wawili katika milki moja. So hata Prince Charles azeeke mpaka afike miaka 100 kama mama wake bado ana breathe, he can never be a king. Bwana asifiwe. That's why today we cannot rule together with God if you are in the same kingdom with him. Ndiposa Mungu akaamua wacha yeye akae mbinguni na mwanadamu akatawale hapa chini. Bwana asifiwe. That's why sisi tunaitwa ambassadors of God. Sisi ni ambassadors wa Kiswahili, waakilishi. Bwana asifiwe. So duniani hapa tuko kuwakilisha Mungu, mabalozi wa Mungu. Bwana asifiwe. So we can never be kings here, but we can only be the representative of God. Bwana asifiwe. Kwa sababu gani? He gave us the authority and the power to rule on his behalf. Leo ukienda katika nchi za dunia utapata kila nchi ya Kenya imetuma mabalozi to go and represent the interest of the country called Kenya in every country in the world. Bwana asifiwe. And whatever they do there, they only act as per the rules and regulations of the sitting president of this nation. They can never do anything apart from what they have been told.
So sisi pia tukaletwa hapa duniani na Mungu na tukapewa mamlaka, tukaambia kwamba now go and subdue the world, enda mkatawale dunia, lakini mimi wacha nikabaki huko juu nikiwaangalia na kuwaelekeza. Bwana asifiwe. Sasa Mungu alipomuumba mwanadamu aliumba kiumbe ili amrepresent, lakini kuna jamaa anaitwa Ibilisi. Alipogundua kwamba Mungu amepatia kiumbe anaitwa mwanadamu atawale, akajua kwamba basi mimi nimekwisha, mimi sitawahi tawala. Akaenda kwa mwanadamu, akadanganya mwanadamu na akachukua mamlaka kutoka kwa mwanadamu, akabaki nayo. So hii ilisababisha Mungu akaweza akatengeneza njia ya kuweza kurejesha mwanadamu kwake, na hiyo njia ambayo tunataka tuongee leo, ambayo inaitwa njia ya wokovu. Bwana asifiwe. So Nikodemo akawa anasumbuka sana, akajiuliza sasa, how can I be born again? Itafanyikaje mimi nirudi nikazaliwe mara ya pili tena? Bwana asifiwe. Ndipo tunaona kwamba verse 5, Jesus answered Nicodemus, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and spirit. Be born of water and spirit. Genesis chapter number 2 and verses 5, the Bible says, and God took mchanga akaumba mwili, alafu akapuliza roho yake ndani ya huo mwili, akafanyika mwanadamu. Bwana asifiwe. So man was created in two compartments. Ya kwanza, God created a spirit called man, then he created a body called human. Bwana asifiwe. So hizi akachanganya hizi vitu zote zikawa mwanadamu. Bwana asifiwe. Now, because of the nature of sin that Adam and Eve did, to every human being ambaye anazaliwa baada ya Adamu na Hawa kufanya dhambi, anazaliwa na asili ya dhambi. Bwana asifiwe. So ili uweze ukakubalika mbele na machoni pa Mungu, lazima ule uasili iondolewe ya dhambi na uhesabiwe kuwa mwana wa Mungu tena. Bwana asifiwe. That's why Yesu anambia Nikodemo ya kwamba except a man be born of water. What does the water do? The water washes away the sinful nature of man. Then the spirit inhabits man to do the will of God. Bwana asifiwe. Tuko pamoja. So tunaona kwamba Yesu kisa akawa anaambia Nikodemo ya kwamba unless now you be born of water and spirit. How will that one be possible? When you confess Christ to be the Lord of your heart, then you must be baptized. Lazima upeleke katika maji mengi na ukatumbukizwe ndani, ili unapotoka utoke kuwa ile asili ya dhambi imeondolewa na umekuwa kiumbe kipya. Bwana asifiwe. Kwa sababu Nikodemo yeye alikuwa anajua kwamba pengine nitarudi katika tumbo mama wangu nizaliwe tena. Hapana, ilikuwa kwamba sasa uoshwe ufanyike mwana wa Mungu. Bwana asifiwe. Na Yesu Kristo akamwambia kwamba that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. So when you are born of the flesh, because initially I cannot say that I knew the God's plan, how he wanted human being to multiply. Bwana asifiwe. And nobody knows. But after the sin, he now came up with a project ya kwamba now a man and a woman will meet together and they will produce a seed called man. Bwana asifiwe. And this seed will be carried by a woman for 9 months. Then a human being will be brought to the world. Amen. And because of that, every human being born of a woman is born with the nature of sin in him. Bwana asifiwe. Ndiposa unaona mtoto anazaliwa akiwa mdogo anakuwa very innocent, lakini atakapoendelea kukua hakuna mtu anamwambia kwamba kutusi mtu ni dhambi. Anaanza tu kutusi watu, anaanza tu kuiba vitu za kasukari kidogo. Yani it is something natural, it is inbuilt. Bwana asifiwe. Hakuna mtu ambaye anaambia mtoto aanze kuwa na tabia mbaya. No, it is something natural, it comes out naturally. Bwana asifiwe. So it means ya kwamba unless that nature of sin is destroyed completely out of your system, you can never inherit the kingdom of God. Bwana asifiwe. So kumaanisha kwamba unless you are transformed, unless you are changed again, unless you are born of something different from the original birth that man that God now invented for man to reproduce, you can never please God. Bwana asifiwe. And Jesus explained this to Nicodemus very well. Akamwambia kwamba that which is born of the flesh
will be the flesh, will be flesh. But now that which is born of spirit will be spirit. Na pale juu tunaona kwamba alimwambia kwamba the first step you have to agree ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. The second step now you be baptized. And the third step now is when now you become filled with the Holy Spirit. So that is the process of a man being transformed from the nature of sin to the nature of God's will. Bwana asifiwe. So today I wanted nilikuwa nataka tukubaliane kwamba the first thing that happens to a man's life is that whether you like it or not, uwe mzungu ama uwe Mwafrika, uwe wa wapi ama wa wapi, it doesn't matter where you are born in this world, know that there is a nature inside of you that is called sinful nature. And mwimbaji moja kaimba kwamba Adamu na Hawa walikula matunda, lakini sisi ndio tunalipia gharama ya dhambi ya nini? Sisi ndio tunalipia gharama ya makosa yao. Bwana asifiwe. We were never there when they disobeyed God. But the people that are suffering today are not them. We are the people suffering today. Bwana asifiwe. But God has given us a way out on how to change this. Bwana asifiwe. So tunaona kwamba, beloved, God wants to live in human body. Wacha rudi pale juu tusema kwamba all mankind is born after the flesh, but not all mankind is born after the spirit. All mankind is born after the flesh, but not all of them is born after the spirit. Beloved, God wants to live in human body. For him to do so, he must first of all create your spirit through the new birth so that you can receive the gift of the Holy Spirit. Bwana asifiwe. Tunaona kwamba mwanadamu anapozaliwa anazaliwa na uasi ndani mwake, na unless something is done to that person, hiyo uasi itabaki na yeye. Leo katika runinga zetu tunaona jamaa anasema kwamba yeye kuua mtu kwake sio shida, na wanasaikolojia wanasema kwamba kuna kitu ambayo inaingia katika mwili wa mwanadamu au katika kile mwanadamu ambayo inamuonyesha tu kufanya maovu tu, lakini they don't know what it is. Bwana asifiwe. Wao wanajaribu kuulizwa, wanasaikolojia wanasema kwamba ni ile nature ya mwanadamu ya kwamba yeye badala afikiria kufanya mema anafikiria kufanya mabaya. No, there is a spirit that is driving this person to do whatever he or she is doing. Bwana asifiwe. Because the nature of a human being is to fear death. Ama tu kutoa uhai wa mwanadamu mwingine haifai kuwa jambo rahisi kwako, kwa sababu sio jambo la kawaida. Lakini kama wewe unaua mwanadamu mpaka unakunywa damu yake, ama unachukua msichana unamnajisi alafu unamuua, unaona mtupa, you are not yourself. Bwana asifiwe. There is something inside of you that is causing you all this harm, to do all this havoc. And unless the world accept ya kwamba these people, no matter how punishment you are going to give them, hata wafunge katika jela milele, you will never change these people. The only solution to these people is Jesus Christ. Hao watu wakipokea Kristo leo, atoe hiyo roho ambao inawatumanga kuua wanadamu wengine, their life will never change. Bwana asifiwe. So like kuna jamaa alikuwa anaitwa Onyancha, juzi nimesikia kwamba anaachiliwa after all those years, kwa sababu sheria ya Kenya inasema kwamba mtu akireform anaachiliwa. Lakini sasa who is sure how was he reformed? Bwana asifiwe. Unless this person is reformed by the renewal of the, kama ajazaliwa na kama Yesu hajaingia ndani mwake akaondoa ile uasi. Kuna mwingine ako kule Eldoret, yeye anaitwa serial killer, anatafutwa huko Makindu Law Courts. Kwa sababu gani? Alitoroka jela akaenda kaishi Eldoret, na ile tabia alikuwa nayo huko Makindu ndio amebeba akapeleka huko. Kwa sababu gani? No matter how much you try to punish this person, he is not acting on his own free will. There is a spirit that is forcing this person to do whatever he or she is doing. Bwana asifiwe. And unless tukuje in a way ya kwamba watu wanapoenda katika the correction facilities, wacha wakahubiriwe Injili, wacha wakaonyeshwa Yesu ili wakaokolewe mara ya pili, their life will never change.
Today, even if you jail them for 50 years, the 51st day amba atatoka nje akiwa sasa ni jambazi sugu, he will just go back and harm people the way he used to do. Bwana asifiwe. Because ile kitu mlifanya, you only dealt with the body, but the spirit is still being controlled by the devil. Bwana asifiwe. So unless that person is changed from inside out, his life will never change. His character will never change. His tabia za kuua watu na za kufanya dhambi haitabadilika. So there must be a genuine transformation from inside. What is inside? Inside is the spirit that lives inside of him. Bwana asifiwe. Because for somebody to do all these things, inamaanisha kwamba shetani anaishi ndani mwake. And the Bible says out of the abundance of the heart, the mouth will produce the fruits. Bwana asifiwe. So if mtu ameoza ndani na uovu na ukatili na unyama, hiyo unyama hata ionyesha, isipokuwa iondoke na mdomo na kila aina yote ya tool ambayo atatumia itaonyesha. Bwana asifiwe. So today, unless somebody is born again, is transformed, his mind is renewed from inside out, atabaki tu yule mwovu ambayo tunajaribu kuharibu. Remember that he promised that one day, that a day was coming where he will live in human beings and walk among them. The Bible says ya kwamba in the evening God used to go and call Adam and they used to have fellowship. Bwana asifiwe. This fellowship was happening before Adam was given the body. Adam was still a spirit. Bwana asifiwe. So every evening God could go and speak to a spirit called Adam and they could have a fellowship. But immediately Adam was given the body and they disobeyed God. The Spirit of God departed from man. And since that day until the day Christ was born, the Spirit of God never lived inside a human body. Bwana asifiwe. Tangu ile siku Adamu na Hawa walitenda dhambi na wakajikuta that covering ambao Mungu alikuwa amewapatia ya roho wake iliondoka, the Spirit of God never lived inside a human body again until ile siku Yesu Kristo alizaliwa. Bwana asifiwe. That was the time that now the Spirit of God dwelt 100% in the body of Jesus. Amen. So haijalishi wewe ni nani mpendwa. In the Old Testament, in the entire Old Testament, the Spirit of God could only come upon, Bwana asifiwe. The Spirit of God did not come to live inside, but Mungu alikuwa anatuma tu roho yake at one given time to only one single human being, and it could only last for a few minutes or for a few seconds. Then ananena yale mausia ya Mungu ama anafanya yale Mungu alikuwa anataka afanye, then the Spirit will leave. Bwana asifiwe. That's why unasikia kwamba if you read the book of Judges or if you read the book of Kings, unasikia kwamba and the Spirit of God came upon Samuel, and the Spirit of God came upon Gideon, and the Spirit of God came upon Jeremiah, and the Spirit of God came upon Samuel, and the Spirit of God came upon David. Bwana asifiwe. So it was just something that God could just donate. I want to do something for my people. Then he donates his Spirit upon one person, and that one person brings redemption for just few minutes or few days. Bwana asifiwe. And the Spirit of God came upon Moses. Na hakuwa anakaa na yeye. Bwana asifiwe. That's why walipofika pale katika mto the Red Sea, Mungu akamuuliza Musa, what do you have? I want to use you as a vessel. Akamwambia kuomba niko na fimbo. Na the Spirit of God came upon that stick to destroy or to depart the water, and immediately maji ilirudi tena. The Spirit of God left him and they walked again. Bwana asifiwe. So that's how God used to work with man until that day that Christ was born. Amen. So when Christ was born, the Bible says when he was baptized, Mungu akasema kwamba na huyu ni mwanangu, msikizeni. And since that time the Spirit of God never left Jesus. The Spirit of God lived inside the body of Jesus Christ until his death. And after the death, immediately he resurrected.
he met the 11 apostles, and you know what he did? He breathed his spirit into them. Bwana asifiwe. Aliambiwa kwamba receive the Holy Spirit. So since that time the Spirit of God did not leave earth, but he remained here with human beings. So the Spirit of God was living in one body called Jesus. And when Jesus Christ rose, he breathed inside of them that Spirit of God, and he told them, receive the Holy Spirit. But aliwaonya akamwambia kwamba, please don't leave Jerusalem. Why? Because I have given you the Holy Spirit, but there is something still lacking. I must go back to the Father. Then I will send you power. Bwana asifiwe. So you can have the Holy Spirit of God inside of you, but you may lack the power to make the Holy Spirit manifest the will of God in your life. Bwana asifiwe. Once you receive Christ as your Lord and Savior, you receive the Holy Spirit. But the Holy Spirit will remain dormant inside of you until that day that we will receive the power of God to manifest the power of the Holy Spirit inside of you. Amen. So leo makanisani we have Christians, they have the Holy Spirit, but they do not have the power of God inside of them. They don't have that urge to work. They don't have that faith to move mountains, as the Bible says. Bwana asifiwe. So tunaona kwamba aliambia kwamba enendeni mkaningojee wapi? Yerusalemu. Because even if you now want to manifest the power of God, you still don't have it. I must go back. Then I will send the power. Bwana asifiwe. And that day is called the day of Pentecost. And ilitabiriwa in the book of Joel chapter 2 verse 8 ya kwamba the day is coming. Bwana asifiwe. When my spirit will be poured upon human beings, and they will prophesy, and they will do miracles, and they will do mighty signs. So today in the churches, what is lacking is the power, but the Holy Spirit is there. Bwana asifiwe. So what we are lacking today is power. So tunaona kwamba when they were together in the upper room, then the prophecy came to pass. Wingu ikashuka, wakaanza kunena katika ndimi. Bwana asifiwe. Let's go to the book of Acts chapter number 2. Usipige tu story without going back to the reference. Acts of the Apostles chapter number 2. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues, like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them the utterance. So tunaona kwamba pale nyuma Jesus Christ breathed his spirit. Bwana asifiwe. Akaambia kwamba receive the Holy Spirit. But now we see ya kwamba there is something new, there is something that has come now to re-energize whatever they had received. Now since that time, they now started manifesting the power of God in their lives. Bwana asifiwe. And in the book of Acts, in fact, Acts of the Apostles is just the mighty works that the Holy Spirit did through the apostles. Bwana asifiwe. Hakuna kitu kingine iko pale, ni yale Mungu alifanya baada ya wao kupokea nguvu zake. Bwana asifiwe. So today the world has lacked that power. Today the churches have lacked that power, in that we just come here to worship God, praise God, listen to the word of God, and go back home. But the manifestation of the Holy Spirit is not there. It is not that the Holy Spirit is not with us. Bwana asifiwe. Pastor John, today if I give you this microphone as a gift, kuja tu ichukue. If today I give Pastor John this microphone as a gift, naomba ndugu, nimekubariki na hii microphone. Bwana asifiwe. No matter what he's going to do with that microphone is none of my business.
because nimempatia kama zawadi. Achukua akanyage chini hapa avunje vunje, hakuna kitu nitamfanya kwa sababu hakuniomba, si ndio? Mimi ndio niliamua kufanya nini? Mungu alituambia kwamba nitawatumia msaidizi, I will give you a helper who will live with you now forever. So God cannot take away his Holy Spirit from you. The only thing that will happen, there will be no manifestation of the Holy Spirit living inside of you, but you have him. Bwana asifiwe. So whatever you are going to do with that microphone is none of my business. I can only warn you, kwambia kwamba ndugu, kuna kitu nilikupatia bwana, umeweka wapi? Ndio unaanza kuitafuta, hata sijui niliweka wapi. Kumaanisha kwamba you are now become irresponsible with the gift. Bwana asifiwe. Christians today have become irresponsible with the gift of God. God has given us a gift called the Holy Spirit to guide us and to take us to the next level of our salvation life. But we have become careless. We have become redundant. We have left the Holy Spirit to be redundant in our lives. It's no longer active in our lives. Bwana asifiwe. The gift is there, but the power of manifestation is not there. So whatever is going to do with that microphone, I cannot control it. But it's his own choice. Bwana asifiwe. So in everything that we do, we must realize ya kwamba God has given us a gift. And unless we work out to manifest that gift will lie in us just like that. Na hiyo ndio inafanyika katika makanisa siku ya leo. Bwana asifiwe. The Holy Spirit is there, but the power to manifest the glory of God is not there. Bwana asifiwe. And since God says that kwamba he will never go back against my word, he told us that kwamba and you will subdue, you will control, and you will subdue the world. So no matter what we do with our lives, it's none of God's business. If today God wants us to force things to work, hakuna mtu atakaa pale nje watu wakuwa kanisani. Everybody will come to church whether they like it or not. Bwana asifiwe. Leo Mungu akiamua kwamba hakuna mwanadamu atafanya dhambi, he has the power and authority to control you, not to sin. But he has given you a free will to decide for yourself. Why? Because God is sovereign and he will never go back against his word. God will respect his word against everything. That's why somebody aliambia don't kill, don't steal, don't covet, worship the God your God with all your power and authority. Yani aliwapatia the 10 commandments, and the following day in the morning they broke all the commandments. Bwana asifiwe. But he left them be. That's our God. He will never come to your house to cane you just because you didn't pray last night. Nor will he come to your house akupigie kelele kwa sababu hujasoma neno for the next 1 month. For the last 1 month hujachukua Biblia ukasoma neno. Never. Why? Because a sovereign God. He is free from our interference. Bwana asifiwe. God is free from our interference. You are your own boss, my brother, my sister. Hata unayotazama siku leo, you are your own boss. That's why uko kwako, wengine wako kanisani. That's why mambo ya Mungu inapohubiriwa hata una switch to the next channel, because your remote, you have the power in your hand to control what you want to watch, what you want to listen to, and what you want to do. Bwana asifiwe. So today I wanted to urge you, my brothers, my sisters, that no matter what we do, one day we will answer. Bwana asifiwe. Hapo ndio shida iko. Nilipoanza niliwaambia kwamba we can never have two kings in one kingdom. We have the sovereign God called the King of Kings and the Lord of Lords. The time will come when he will demand an answer to the authority that he gave you. Leo mabalozi ambaye ametumwa na serikali ya Kenya, akisikika tu amefanya makosa katika nchi ambayo ametumwa, recalling, anakuwa recalled immediately. Bwana asifiwe. He cannot be punished there. Hata leo afanyika aibe na ijulikane ameiba, hawezi akashtakiwa na sheria za ile nchi. He will be brought back here to be punished by the laws of this land, because he was just there as a representative. Bwana asifiwe. So sisi pia God has given us a leeway, lakini anakungoja tu ile siku utafika kwake atakurudisha. The day that you will die, you will be recalled back, is when you realize
Kumbe nilikuwa tu mjinga. I was given all the power, all the privileges, everything that I wanted, but I misused it. And that one is a testimony that that Moses gave in the wilderness about the guy ambayo alikufa. About Jesus ndiye alipeana about Lazarus and the rich man. Bwana asifiwe. The rich man had everything. He used to wear linen, purple clothes wakati ule ilikuwa zinavuma. Amen. Aliishi maisha mazuri sana. But the guy next to him had nothing. So when he died is when he realized, kumbe mimi nilikuwa napoteza tu maisha yangu. But it was too late for him. Bwana asifiwe. Let's read in the book of Ezekiel chapter number 37. Ezekiel chapter number 37. Are we there? Najua kwamba pengine imekuwa mawe, lakini tushukuru tu Mungu kwa kila jambo. Bwana asifiwe. Tusikunywe maziwa peke yake, siku nyingine pia tunakula mawe, tunakula gederi kidogo. From verses 25, and they shall dwell in the land that I have given unto Jacob my servant, wherein your fathers have dwelt, and they shall dwell therein, even they and their children, and their children's children forever, and my servant David shall be the prince forever. Verses 26, moreover, I will make a covenant of peace with them. It shall be an everlasting covenant with them, and I'll bless them and multiply them, and I will set my sanctuary in the midst of them evermore. And my tabernacle shall be with them. Yea, I will be their God, and they will be my people. And here then shall know that I, the Lord, do sanctify Israel, when my sanctuary shall be in the midst of them forevermore. Bwana asifiwe. This is a promise akawa Mungu aliweka na wana wa Israeli, akaambia kwamba they will dwell in the land that I promised you. Bwana asifiwe. The Bible says ya kwamba, and I saw a new heaven and a new earth come down. A new Jerusalem is coming down. Bwana asifiwe. And kuna mhubiri mmoja alisema kwamba Wakristo wameahidiwa kwamba wanaenda kuishi na Mungu kule mbinguni. Bwana asifiwe. But the question is, if you are going to dwell with God in heaven, then who will be dwelling in the new Jerusalem that Yohana aliona ikishuka? Bwana asifiwe. Who will be living there? Niko na swali. Leo mtu akikufa anaendanga wapi? Can somebody answer that question? Bwana asifiwe. Mtu akikufa saa hii anaendanga wapi? Where does the spirit of man go? Bwana asifiwe. So tukiwa Catholic tulikuwa tunaambiwa kwamba tunatuombee wale wako purgatory. Bwana asifiwe. Sio Catholic wanakuanga na maombi ya wale ambao wako kwa purgatory. Bwana asifiwe. So purgatory is the holding place whereby all souls that die before Christ comes back are held. Bwana asifiwe. They are there waiting for us who are still alive, so that when Christ comes the second time ambayo Yesu atakuja, hata kanyaga hapa duniani. Bwana asifiwe. But every soul that has the Spirit of God inside of him will be called. Watanyakuliwa. Bwana asifiwe. Watakaponyakuliwa, they will live for 7 days with Christ in purgatory, a holding place. Wale ambao watabaki hapa watafanyiwa kazi ambayo itaendelea hapa chini for those 7 years. Bwana asifiwe. About the first 3.5 years will be plenty. My friend, nobody will miss us. Amen. Wanasema kumbe hao Wakristo ndio walikuwa wanatusumbua hapa duniani. They will have everything. They will have all the luxury. Tutakuwa tumewaachia mashamba, wamenyakua mashamba kila mahali wamejenga. They will live a very happy life. But the next 3.5 years, they will pass through what no human being will wish to go through. Then
Jesus will come again the third time. Bwana asifiwe. Now he will come with a multitude of saints, and a new Jerusalem will ascend from heaven, whereby those who lived and died and those who were raptured together, they will do what? They will stay in a new Jerusalem. Bwana asifiwe. Because I told you initially ya kwamba we can only have one king in one kingdom. The Bible says that we shall be kings. So if we shall be kings, it means ya kwamba we will have to live somewhere, and the King of Kings will have to live somewhere. Bwana asifiwe. So that he can continue. So wale ambao watanyakuliwa na wale ambao watakuwa wamekufa katika Kristo, they will come back to live here for 1,000 years. And the devil will be, shetani atakuwa amefungiwa. He will have no power, he will have no authority to control any human being. Yani dunia itakuwa dunia ina dhambi. Bwana asifiwe. Then after then the Bible says again, shetani tena atafunguliwa tena. And he will deceive many again. So it is a cycle that nobody knows when it will end. Lakini Mungu ndiye anajua. So let us pray that tunyakuliwe tuende tukaishi na Bwana. Bwana asifiwe. Hallelujah. Are we together, brothers? Sometimes it's good to understand the word of God the way it is. Bwana asifiwe. Najua kwamba hapo nimewachanganya kidogo. Amen. Lakini yote tunamwachia Bwana. Aha. Naona masaa yangu karibu kuisha. So, no wonder he promised the disciples that he was coming again to live in them. John chapter number 14. Turn in the book of John chapter number 14. The Gospel. John the Gospel. And verse 17. The Bible says, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwells with you, and shall be in you. I will not leave you comfortless. I will come to you. And kwamba even the Spirit of the truth, whom the world cannot receive, because it sees him not, neither knows him, but you know him, for he dwells inside of you. So mtu ambaye hajaokoka hawezi akaelewa roho wa Mungu, wala hawezi akamuona, wala hawezi akamfeel. Bwana asifiwe. Lakini wewe ambao umeketi hapa siku ya leo, umezaliwa mara ya pili na umejazwa Roho Mtakatifu, umefanya nini? Unamuelewa na unamfeel. Bwana asifiwe. So the world does not know the Holy Spirit, nor can they feel it. Lakini sisi ambao tumeitanishwa na jina Kristo, tumefanya nini? Tumemjua. Na anasema kwamba for he dwells inside of you. So every soul that has received Christ as their personal savior, vile nilisema pale awali, the Holy Spirit lives inside of you. Bwana asifiwe. Amen. Kwani amjibu ni kama you are not sure? Bwana asifiwe. You are not sure? Are you sure? Yes, if you are sure, then you say a good amen. Bwana asifiwe. Kwa sababu Mungu the same book of John. Wacha tuende no confirm. Let me confirm it to you, brothers. Kama mko na tashwishi. John 1:12. What does the word of God say? But as many as received him, as many as received who? Who is him? The Holy Spirit. He gave them the power to become the sons of God. So every single person that confesses Christ to be the Lord and Savior receives the Holy Spirit. The only problem, you will never
see the power of the Holy Spirit unless now you come to understanding ya kujua kwamba the Holy Spirit will not work unless you allow him to work. So wewe ndio umezuia Roho Mtakatifu kufanya kazi ndani mwako, lakini ako wewe ndio umemfungia kwa kabati ya roho yako na ukamtupa kifunguu. Bwana asifiwe. So today if you understand this, you will allow the Holy Spirit to work inside of you. But he is there. That's why ukiamuka asubuhi anakuambia mama, na hujaomba leo. Na unakanyaga tu unaenda tu shughuli zako. Alikwambia hujaomba na si ulienda. Jioni ikafika akakumbuka hata hujasoma neno kwa wiki moja. Ni yeye huyo ndio Roho Mtakatifu anakukumbushanga. Bwana asifiwe. Leo umekuja kanisani hata ukupiga magoti chini kumshukuru Mungu, atakuhukumu hata mahali umekaa hapo. Lakini umefunga masikio ya ndani na ukaachana na yeye, mwambie wewe bwana tulia hapo. Wewe unajui kwamba baridi ni mingi, siwezi nikaomba asubuhi. Unajui kwamba nimeshinda kazini, nimechoka sana, siwezi nikasoma neno. Unajui kwamba so it is your spirit versus the spirit of God fighting. Bwana asifiwe. And whoever wins will carry the day. So if your spirit wins, you will sleep without prayer. If your spirit wins, you will not read the word of God. Every day, ukiamuka asubuhi, that still voice that reminds you, my sister, you need to pray, ndio Roho Mtakatifu. Alafu unampuuza, unaamka unaenda. Jioni tena ukirudi, anakumbusha, si ushukuru tu Mungu, amekulinda mchana mzima. Unampuuza, unalala. Bwana asifiwe. So he lives inside of you. But wewe ndio umemzuia kumanifest the power. Bwana asifiwe. Ni ngumu, unajua ni ngumu. Amen. Lakini lazima tuhubiri injili. Bwana asifiwe. Hallelujah. Napomalizia nasema hivi brother. Therefore, if you are born again, you become a child of God and you get access to all the privileges of God. Beloved, if you are born again, you are born after God's kind. So never allow the flesh or the will of man to dominate you. Sijui kama tumepatana. Bwana asifiwe. So it is you who is limiting God. Ni wewe, sio mwingine. Sema ni mimi. Sema ni mimi. Usiseme kwa sauti. Sema ni mimi. Ndiyo nimelimit nguvu za Mungu katika maisha yangu. Na ndiyo sababu nakimbia kwa wale ambao wanawauzia mafuta. Si ati kwa sababu hauna nguvu za Mungu ndani yako, lakini kwa sababu you are lazy. Unataka ready made. Bwana asifiwe. Unataka nini? Ready made. Alafu ndio unauziwa kifagio. Uende ufagie shida kwako. Ndugu, utafagia mpaka mwaka isho kifagianga tunayo kifagio. Hazitaondoka. Hiyo mafuta utakunywa. Utakunywa hiyo mafuta from January to December, but will never replace God in you. Bwana asifiwe. You are going to panda mbegu mpaka upande na ubaki maskini, mwingine akikuwa tajiri. The Bible says in the book of is it Zechariah? Sijui nimesahau kwamba my people perish because of lack of. And I'm giving you the knowledge today that every single day, the day that you receive Christ, the Holy Spirit lives inside of you. Lakini kwa sababu umemkataa ama umemzuia, ametulia tu. The Bible says, I will never leave you nor forsake you. Sitawaacha wala sitafanya nini? Sitawapungukia. So, no matter how far you have gone, the Holy Spirit is still waiting for you. Anakuita, dada njoo, ndugu njoo, nirejelee nami pia nitawarejelea. Bwana asifiwe. Na kuna kitu nimesema hapa, privileges. God has given us all the privileges. Hakuna mtu ambaye Mungu hajampatia the privileges. Lakini those privileges will only work in your life if you allow the Holy Spirit to control you. Bwana asifiwe. Hebu enda ukafanya hii practice, brothers and sisters. Amuka tu asubuhi.
hata kama kuna kitu nakuambia usome neno, ng'ang'ana tu usome. Hata kama kuna kitu nakuambia usiombe, ng'ang'ana tu uombe. Na ufanye hivyo for 1 week, you will see a very different, a very big change in your life. Bwana asifiwe. Na shetani anajua hii, brothers and sisters. He knows that. Anajua atakapo kuruhusu uombe, umemshinda. Atakapo kuruhusu usome neno la Mungu, utajua ukweli na ukweli utakuweka huru. Bwana asifiwe. Atakapo kukubali ukue katika uwepo wa Mungu, utakuwa umemshinda. Sasa atafanya nini? Atalipotea shughuli. Shughuli ya mchana, upambane na hali yako mchana yote, ukirudi jioni, my friend, you are tired. Hata tu kuchukua 2 minutes before God, it's impossible. That's why today we come to church. Nothing changes. Bwana asifiwe. No matter how much we worship, nothing changes. No matter how much we praise, nothing changes. Why? Because we have limit God in our lives. Bwana asifiwe. Now it doesn't matter where you will go. It doesn't matter who will lay his hands or her hands on you. Ni wewe uamue na mimi kumrejelea Mungu na kuacha Roho Mtakatifu akatutawale. Then we will see the glory of God in our lives. Bwana asifiwe. John chapter 1 verses 12 nishasoma. You are now in charge, so begin to take dominion over the nature of all elements of this world. Bwana asifiwe. Kama wanafunzi wa Yesu 11 waliobaki, before they added another person and they became 12. If they received the Holy Spirit on the day of Pentecost and they decided to go back to their businesses, Mungu angeshuka na kuja wachape waenda kuhubiri. So do you know what God did? Mungu alihakikisha kwamba these guys will never have peace. Bwana asifiwe. Persecution came in Jerusalem, ya kwamba those guys, they never lived a normal life again. Amen. They were being chased up and down. Yani walikuwa wanatafutwa. Ushaona umewekewa ultimatum. Wewe ni kama mwizi, kama yule mama. May God wacha Mungu deal na yeye. Bwana asifiwe. Yule mama aitwa Kagogo. Yeye ni askari, alikuwa anashikanga watu, lakini sasa yeye ndiye alikuwa anatafu. She had no peace until she decided to end it up. That's how God dealt with the apostles. Bwana asifiwe. He never gave them peace. Hawa jamaa walikuwa wanatafutwa. Wakina Petero walikuwa na windo kama swara kwa kichaka. Bwana asifiwe. And because of that, they never lived a normal life again. They had to go out there and take the gospel. Bwana asifiwe. Lakini sisi Mungu ametuhurumia wapendwa. We have all the time to do as we wish. Without persecutions, it's not easy to serve God. I was reading a book ambayo iliitwa na Chinese man, anajiita The Heavenly Man. Alikuwa anasema kwamba in China, hii Bible ukipatikana nayo, you have broken the law. Na ghadhabu yako ni kunyongwa. Na sisi tunanyongwa kama umefichwa, unawekwa kwa parade na unakufa watu wakikuona. So what they used to do, ulikuwa unachukua Bible hivi, unararua page moja, unakram. Ukikram, ukimaliza Genesis chapter 1, unapatia mwenzako pia na kram. So they had what is called house churches. Now they were being hunted up and down. And because of that, the gospel penetrated China. Bwana asifiwe. Lakini sisi tuko hapa tu. Ukipeleka injili, wanasema hawa wamekuja sadaka. Bwana asifiwe. Tusimame tafadhali. Kwa wale ambao mmekuja mmechelewa, ole wenu. We had a very wonderful topic today. Understand, knowing the nature of God. Bwana asifiwe. And tukaona kwamba God is a spirit. And for any human being to worship God, he must worship God in spirit and in truth. Bwana asifiwe. Brothers, nani hapa hajaokoka?
tumuombea okoke ili niseme je nataka kusema next. Kuna mtu ambaye hajaokoka hapa? Hakuna haya dada ama ndugu kusema tu mimi sijaokoka nataka kuokoka. Ndio nikwambie what you need to do next. Bwana asifiwe. So if all of you in this house today are born again, that day that you confess with your mouth and believe in your heart that Christ is the Lord and the Savior of your heart, of your life, the Holy Spirit of God entered inside of you. But alipoingia ulimfungia ukamweka pembeni na ukarudi ukaanza kujiongoza wewe mwenyewe. I want you to make a prayer, my brother, my sister. Ask God to forgive you. Ask God to allow the Holy Spirit to move inside of you. Ask God to allow the Holy Spirit to take control of your life, and you will see a great change in your life. Amen. Tumkono yako mbele za Bwana. This prayer nobody will pray for you. Hii sio ombi ambayo mchungaji anaweza kukuombea. Ni wewe mwenyewe ambia tu Mungu, please God, I'm sorry. You gave me a gift of the Holy Spirit, but I have made sure that Spirit will never take control of my life. Please forgive me and help me so that the Holy Spirit can take control. Let's pray. Nena tuna Mungu kwa dakika kidogo tunapomaliza katika jina la Yesu. Baba, ni ombi letu Bwana asubuhi ya leo Mfalme. Ile siku tuliyokupokea Bwana tukakukiri kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Baba, ulitupatia zawadi ama ulitupatia kibali ama ulitupatia gift ambayo inaitwa Roho Mtakatifu, ambayo uliweka katika moyo wetu ili akatuongoze, ili akatusaidie tukaweza kuishi maisha ya wokovu, tukaishi maisha ya utakatifu. Lakini tizama Bwana, kwa sababu ya vichwa vyetu Bwana ngumu, sababu Bwana mahangaiko ya dunia, tuliondoka katika utukufu wako na tukawacha Roho Mtakatifu wako Bwana akawa Bwana hawezi akafanya chochote katika maisha yetu. Asubuhi ya leo Bwana, tunanyenyekea mbele zako na kutubu katika jina la Yesu. Baba, tusamehe kwa sababu ya kuturuhusu Roho Mtakatifu akatuongoze. Baba, tusamehe Jehova kwa kuturuhusu Roho Mtakatifu akafanye kazi na akatuongoze Mfalme kufanya mapenzi yako katika maisha yetu. Wewe ni Mungu ambaye unaweza, unastahili. Hata namuombea Mfalme msikilizaji, mtazamaji wangu asubuhi ya leo, popote alipo katika jina la Yesu Kristo. Baba, namuombea Mfalme ili aweze akakupokea uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ili ukaweze ukamuongoza katika njia zake Jehova. Wewe ni Mungu na hakuna mwingine aliye kama wewe. Asante Bwana kwa sababu unaweza na stahili. Uinuliwe Bwana, uinuliwe kwa sababu ni Mungu mkuu. Katika jina la Yesu nakushukuru. Amen. God bless you so much. May God continue to working in you. Mpendwa, never forget that you have the Holy Spirit inside of you, and it is a gift, and God will never take that gift away from you. Bwana asifiwe. Amen. As I finish, let me say this. Hakuna siku Mungu atakunyang'anya Roho Mtakatifu. It is a gift. Bwana asifiwe. And a gift is a gift. No matter how careless you are with that gift, the owner of the gift will never take the gift away. He will leave you with the gift to do as you wish. Bwana asifiwe. So wewe na mimi wacha turejelee Mungu and understand ya kwamba let's allow the Holy Spirit. Let's allow the Holy Spirit to take control. Na Mungu atatubariki. Amen. Hallelujah. Mungu awabariki sana. Shalom.